Yes, karibu tena katika maendelezo wa mafundisho na maonyesho ya kazi mbalimbali ambazo zinafanywa hapa DTech. Naongea na Mr. Dickson. Leo kutokana na maoni na mapendekezo ya watu wengi wamekuwa kidogo wakihitaji kupata utaalamu na ufafanuzi juu ya masuala ya Excel pamoja na kuonyesha shughuli mbalimbali, mifumo, system na website mbalimbali ambazo zinatengenezwa na DTech. Leo nimeona niwaletee huduma moja au niwaletee somo moja ambalo linahusu Excel. Sasa kama wewe ungependa sana kujifunza Excel na pengine wewe una knowledge au kuna kitu ambacho kwa kinakushinda, leo ni wakati wetu ambao tunaenda kujifunza somo hili, na hii ni mahususi haswa kwa walimu na watu ambao wako katika wanasumbuliwa na masuala ya kuweza kutunza marks za wanafunzi. So leo nimeandaa sheet hii kama inavyoonekana, ni sheet ya Excel. Tayari nimeandaa marks mbalimbali za wanafunzi. Nitaenda kufundisha namna gani ambavyo unaweza kaandaa matokeo ya wanafunzi simple kabisa pasipo kutumia nguvu nyingi. Hata kama ulikuwa huna utaalamu wa computer au Excel, basi inaweza kusaidia ukawa na sehemu ya starting. Although tuna njia nyingi ambazo unaweza kutengeneza complex Excel ambayo inaonyesha kila kitu. Sasa hii ni simple tu kwa kuanzia wale ambao pia walikuwa na changamoto kubwa sana kwenye upande wa kuweza kugrade matokeo ya wanafunzi. Kama inavyoonekana, hii ni title hapa juu, nimenema National Examination Council shule ya sekondari Pasiansi, matokeo kidato cha 4 mwaka 2009. So hii ni nomination ambayo nimeweka. I think some of us tunajua jinsi ya kuweka taarifa kwenye Excel. Nimefanya assumption kwamba tayari unajua jinsi ya kufungua Excel, unajua jinsi ya kuandika chochote kile. Pengine changamoto yako ni jinsi ya kuweza kuandika formulas, kutafuta total, kutafuta wastani, kutafuta daraja ambayo ni grades, zinakuwa ni changamoto kwako. Sasa tunapoona hapa, lengo letu hapa nataka tuangalie tuyapange matokeo yetu, tujue nani aliyekuwa mwisho, aliyepata division 1, division 2, division 3, aliyepata wastani mkubwa, aliyepata jumla kubwa. Tuangalie kimasomo ni somo gani liliongoza kwa marks kubwa, somo gani ambalo liliongoza kwa marks ndogo, au katika somo ni marks gani ilikuwa ndogo, ni marks gani ilikuwa kubwa. Hayo ndio mambo nataka tuangalie kwa siku ya leo kwa haraka kwa sababu muda wenyewe sio mrefu. Kama inavyoonekana hapa, kuna majina ya wanafunzi, kuna column ya wanafunzi kama majina something kama 10 na kitu, kuanzia Ana, Mwajuma, Bas, Emmanuel, Dickson, Jeremia, Selman, Jiku, Muhindi, Anthony, Hassani, Ledman, De Benson, Aisha, Cecilia, Joaquim, Serena na kadhalika. Lakini kuna somo la biology, chemistry, physics, English, Kiswahili, kuna jumla, kuna wastani, kuna daraja. Sehemu ya kwanza tunaanza kutafuta total. Total ni nini? Total ni jumla kuu. Maana yake kimwanafunzi tunataka tuanze labda na mwanafunzi Ana. Biology alipata 23, chemistry akapata 65, physics akapata 78, English akapata 98 na Kiswahili akapata 5. Sasa unataka kutumia Excel iweze kusaidia kwa automate information. Maana yake usitumie tena calculator kwa ajili ya kutafuta total ya hizo marks zao. How can you do? Unapotaka kujumlisha kwenye Excel, cha kwanza lazima ugundue vitu viwili. Kuna kitu kinachoitwa column na kuna kitu kinachoitwa row. Column hii ni style ambayo unaoona kuna A, B, C, D, E, F, G, H na kadhalika. Lakini row ni hii misemo inayolala. Namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6 na kadhalika. Sasa kwenye Excel tuna column, tuna row. Tunapotaka kujumlisha sisi hoga tuna consider kitu kinachoitwa kwamba column name and row number. Column name ndio inayokuja kunotify kwamba ni kitu gani kimekaa hapo. Kwa mfano, tukiangalia hapa, jumla yetu iko katika column G. Iko katika column G. Naweza nika extend there ndio ukaona iko katika column G. This is a column G. Lakini katika column G wastani yuko katika column H na madaraja yuko katika column I. Ina maana kwamba katika column H hapa kuna wastani. Tutatafuta wastani wa wanafunzi waliofaulu. Sasa column H max inaanzia kuanzia kwenye row namba 5. Kumbuka kwenye row namba 1 kuna national examination, na row namba 2 kuna secondary school, kuna kidato, na row namba 4 kuna sehemu tumeandika title ya masomo. Lakini kuanzia row namba 5 ndio max zinaanza ku display hapo kwenye row namba 5 kama mnavyoona. Kwa row namba 5 ndio max inaanza, max ya Ana ambayo ni biology na 23. Sasa sisi jinsi ya kufanya, sasa tunakuja kwenye forma yetu hapa. Kabla tukianza chochote kile, tunaanza na alama ya sawa sawa, tunaweka equal. Ukishika alama sawa sawa, then unaandika kitu kinachoitwa sum. Ukiandika sum unafungua mabano, halafu unaangalia umeanzia kuanzia wapi.
max yako inaanzia wapi. Ukiangalia hapa max yangu ukiangalia hapa max yangu something wrong here. Let me start. Yes. Ukianzia hapa ngoja ni tena sheet yangu kidogo. Yes. Tunaanza, tunaweka alama sawa sawa, tunaandika sum, tunaweka alama mabano. Max yangu inaanzia kuanzia kwenye b ngapi? B, lakini b ngapi? Inaanzia kwenye b5. Kwa b lakini b ngapi? B5. Kwa naandika b5 na b5, na nikiweka b5 tayari inaonyesha alama ya kivuli hapa kwamba tuko kwenye b5. Tunaweka alama dash double dash ambayo ni double dash, double dash, yes this one. Halafu tunaishia kwenye f ngapi? F5. F ndo max ya mwisho ambapo ni Kiswahili. Tunaishia kwenye F5. Baada hapo tunafunga mabano yetu. Tukishafunga bano letu, hii inakuonyesha kabla hujamaliza inakuonyesha kwamba ita totalize hizi namba zote na iko tayari kwa highlighted. Iko highlighted maana yake ita totalize namba zako zote. Ukiklik okay, maana yake itakupa kwamba jumla kuu ni shilingi ya max zote ni 269. Huyu mtu katika masomo yake 1 2 3 4 5 kapata jumla kuu 269 chini ya 500. Maana yake kila max iko chini ya 100. Sasa mimi kwa huyu anayefuata Mwajuma, basi Emmanuel, Dickson, Jeremiah, Selemani, Bujiku, Muhindi. Sasa hawa watu hatuwezi kuwa tunajumlisha hivi. Imagine tuna wanafunzi zaidi ya 100,000 ambao wanatakiwa wafanye totalization. Tutakuwa tunajumlisha kila mmoja au tujumlishe? No. What can we do ni kwamba tunafanya automatic. Sasa huyu ambao tumempata kihalali, ngoja nikuza hapa, tunakuja tunamclick. Tukisha click hapa pembeni kuna kalama kama msalaba kanakuja kadogo. Ukitoa kuna alama msalaba mkubwa, lakini hapa kuna alama msalaba mdogo. Maana yake unatakia kalama msalaba ukakandamize, halafu scroll down. Yaani ukandamize kalama kama msalaba kama hapa na kakandamiza, nikishakandamiza hapo then na scroll down. Nikisha scroll down, basi nikishafika mpaka hapa utakuja kuona kwamba max zote zime display total ya huyu ana 287, 351, ana ngapi? Ana 322, ana 554, ana 376, na 375, 373 na kadhalika. Hii tushapata total. Sasa tuangalie kwenye wastani. Wastani tunafanya nini? Tunaweka alama sawa sawa, tunaandika average. Wastani maana yake ni average. Tunaandika average, then tunafungua mabano. Tunaanzia max yetu inaanzia wapi? Inaanzia from b ngapi? B5. Tunaandika B5, tunaweka double dash. Tukishaweka double dash then tunaweka mpaka kwenye BF. Maana yake kinacho change baada ya kuweka sum tunaweka to average BF mpaka F5 mpaka kwenye F5. Maana yake then hapo tunafunga bano letu, tuna click okay. Tukishaklik okay, tunapata wastani yetu imesha display hapa, ambao ni wastani, ni jumla ya wastani wa wangapi? Wa 53.8. Sasa huyu mtu maana yake tunatakiwa tu scroll down, tuvute ili tuweze kupata toto yake kwa wastani kwa wengine wote ambao wameweza kuwa hapo. Shusha mpaka chini hapo unapata toto huyo na wastani wa 53.8, 57.9, 70, 69, 70, 73 na 75, 74 na kadhalika. Hizo ndio wastani za wanafunzi wote katika ufaulu. Sasa what is comes, tunataka tuweze kuweka madaraja, tupate nani alipata division 1, nani alipata division 2, nani alipata division 3, nani alipata division 0. Automatic kompyuta yenyewe ikuambie kabisa kwamba huyu amepata division 1, huyu amepata division 2 na huyu amefail. Cha kwanza cha kuzingatia, lazima uwe umeshajua vigezo vyako ni vipi. Unajua huwezi kusema huyu amefail kama hujui kigezo cha kufail na cha kufaulu kikoje. Mimi nimeshaandaa vigezo vyangu hapa pembeni kwenye word yangu kwamba vigezo vya kuzingatia katika madaraja. Division 1 iwe ni kwa watu waliopata 80 mpaka 100, division 2 iwe kwa watu waliopata 60 mpaka 79, division 3 iwe kwa watu waliopata 45 mpaka 59, division 4 iwe kwa watu waliopata 30 mpaka 44, na failed mode division 0 iwe kwa watu waliopata kuanzia 0 mpaka 29. Sasa hivi ni vigezo ambavyo lazima uvizingatie hapo awali. Sasa mimi narudi kwenye sheet yangu niweze kuendelea kama kawaida. Kinachofuata hapo ndo tuwe makini, kwa sababu hapo ndo usumbufu unapotokea sana. Wengi sana kwenye kugrade inakuwa ni changamoto. Tunapokuja hapa tunaanza na alama ya sawa sawa. Alama ya sawa sawa maana yake inaiandaa Excel sheet kuwa
kuna kitu kinachokuja hapo, kuna formula inakuja hapo. Kwa hiyo inaiandaa sheet kwa ajili ya kuweza kupokea hiyo formula. Baada ya kuweka hivyo, unaanza na kitu kinaitwa if maana yake kama, unaweka if condition. Hii if statement ni condition ambayo inaiandaa kompyuta kwamba kama, maana yake kompyuta haijajua kitu kwamba ni kama ni ndio au hapana. If maana yake inafunga mabano, unafunga mabano. Sasa ukishafunga mabano, lazima tujifunze vitu vinavyoitwa kubwa kuliko, ndogo kuliko. Nadhani na assume kila mtu anajua kwamba kubwa kuliko inakaaje, ndogo kuliko inakaaje. Na kama hujui, utanifuatilia katika somo langu linalofuata. Kwa wale ambao wanaanza for beginners, nitafundisha kabisa hatua kwa hatua namna gani ya kuweza kuzizingatia hizo kubwa, ndogo, kuliko, sawa na kadhalika. Kwa hii tutawiana radhi, pengine kama hujajua kubwa kuliko, ndogo kuliko ni nini, itakuwa kidogo changamoto kwako, lakini usijali, tunaweza kunicontact hapo niweze kukusaidia. Sasa if ngapi sasa? Tunataka tu grade nini? Wastani. Wastani wetu yuko katika column ya H. Kumbuka unapo grade lazima ujue una grade nini. Changamoto ya wanafunzi au watu wengi sana kuta anapata changamoto kwamba anakuta tu anajigradia chochote kile. Nimekuambia ufaulu, tuna grade ufaulu kwa sababu tunataka tuangalie mwanafunzi arefaulu kwa wastani kiasi fulani, imwandike division 1, kwa wastani fulani imwandike division 0. Sasa if tuna grade ni H, lakini H gani? Tunaanza na H5, so H1 kuna National Examination Council, H2 kuna secondary school, kuna H5 H3 tuna matokeo, H5 tuna title, lakini H5 ndicho kunaanza matokeo yanaanza kwanza, hii matokeo yanaanza kudisplay hapa. Sasa tunaanza na if H ngapi? If H5 then tunasema is less than. Tunaanza is less than. Less than ni namba na ikuze hii formula ili watu wote muweze kuona what is going there. Let's me extend it. Ngoja nikuze hii formula kidogo ili kila mmoja aweze kuona nini kinachoendelea. Yes, ngoja nikuze hapa. Yes, exactly. Kwa hiyo tunaweka alama sawa sawa. Tunaanza sasa if tunaweka mabano H5 kuna kwamba tuna grade hii wastani. H5 is less than maana yake hii namba inakuwa kwenye kisogo huku ndani ndio greater than. Kama ningebadilisha ikawa hivi, maana yake if ingekuwa ni greater than. Sasa ninaanza is less than, inakuwa kwenye kichogo hapa. Maana yake is less than, tunaanzia ku grade from down. Maana yake tumesema kwamba 0 ni mtu aliyepata division 0 ni mtu aliyepata kuanzia ngapi? Aliyeba 0 mpaka 29. Sisi tunakuwa tunaangalia hizo namba za mwishoni hizi 29, 49, hizi end points 44, 59, 79, 100. Ndio tunaanza kuangalia za mwishoni 29, 44, 59, 79, 100. Kwa hiyo tunakuja sasa kwamba if H5 is less than 29. Sasa is less than 29 kwa kama mtu, maana kwamba kama mtu alipata is less than or equal to 29, maana kama mtu alipata chini ya 29 au akapata 29 exactly, ndio maana hii statement. Kama ulipata chini ya 29 au ukapata 29 exactly, tunaweka alama ya mkato, tunaweka alama ya fungua semi, tunaandika 0, tunaandika nani failed, tuandike failed ndio kidisplay hapo, then tunaweka alama funga semi, tunaweka alama ya mkato. Maana yake ni nini? Wale wote waliopata chini ya 29 au wakapata 29 exactly, maana yake wale wote computer itawaandikia failed. Sasa baada hapo pia tunakuja katika upande mwingine. Sorry, nimehama hapa, maana yake ninapoandika hapa ni sasa na mtu anayeandika huku juu. Kwa hiyo huku naona nafasi itakuwa ni ndogo kufika mpaka huku. Kwa hiyo nimekuja kuandikia kwa huku juu kidogo ili niendelee kuonekana vizuri. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo nitaanza tena kuandika tena if statement tena nyingine, nitafunga mabano. Nitarudia kwenye ile H5 is less than or equal. Is less than or equal to ngapi? Angalia katika formula zetu hapa tumesema kwamba mtu ambaye anatakiwa apate ngapi? Division 3 ni kuanzia 30 mpaka 44. Maana yake tunaishia is less than or equal to 44. Sawa, is less than or equal to 44. Maana yake H5 is less equal to 44. Tunaweka alama mkato, tunaweka alama fungua semi, tunaandika division 3, tunaandika 3 1 2 3. Sorry, tuweka division 3 alama hii hapa 1 2 3 division 3, halafu then tunaweka funga semi, tunaweka mkato nyingine tena. Baada tutaweka tena if nyingine, if statement, tunafungua bano nani ile H5
H5 ile H5, hatuhami kwenye H5 is less than or equal, is less than or equal to ngapi? Maana yake tumesema division 2 ianzie ngapi mpaka ngapi? Division 2 natakiwa ianzie division 3 ianzie 45 mpaka 59, na hapa tumekosea. Maana yake hapa nataka tuandike division 4, so division 3, division 4, yeah, division 4, sorry, kuna typing error, division 4, na hapa inatakiwa ishie ngapi? Mpaka 59. 59 tunaweka alama mkato, tunaweka alama funga semi, tuandika division 3 ambayo ni 1 2 3, division 3, alafu tunaweka funga semi, tuweka mkato tena if tunafungua semi kwamba H5 is less than 2 ngapi? 79. 79 is less than or equal to 79. 79 tunaweka alama funga semi, tunaweka alama ya nanili au funga semi, tuandika division 2 ambayo ni 1 2, tunaweka alama funga semi, tunaweka alama ya mkato, tunamaliza na if tena, if H5 is less or equal to, is less or equal to 100, is less or equal to 100 ni mkato, tunaweka alama funga semi, tunaweka alama division 1, tunaweka alama mkato. Then baada hapo tunaangalia tumefungua mabano mangapi? Bano la kwanza, bano la pili, bano la tatu, bano la 4 na bano la 5. Kwa tunafunga 1 2 3 4 5. Baada hapo tunataka tubonyeze alama ya enter. Tukibonyeza alama ya enter inakuja automatic kwamba huyu amepata division 3, imekuandikia kabisa hapa division 3 kwa sababu ana 53.8. So wote tunachokifanya sasa, tunakwenda kwenye ile automatic formula sasa, ili tushushe kwa wanafunzi wengine wote. Hapa tutakuja hapa mbele yake, tunashoot, tunakandamiza hapa, tuna click, tuna scroll down mpaka mwisho, tunakuja kuona sasa. Unaona hivi andika hapa, tuna division 2, division 3, division 3, division 2, 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 division 3, division 1 ni moja tu ambaye alipata wastani wa 81. No, yes, wako wawili, na huyu imefanya approximation 79.6 is equal to division 1 ambapo ana division 1. Sasa mpaka hapo unakuwa ushapata madaraja, umeshapata wastani, umeshapata jumla, umeshapata kila kitu. What is next ni kutafuta wastani kimasomo. Tunafanya vile vile kimasomo. Sasa tunaangalia kwenye column wise, maana yake tunaangalia from B ngapi mpaka B ngapi. Maana yake hapa masomo yetu yanaanzia kwenye B yako. Kwa kama biology, maana yake nataka wastani kisomo, maana yake hii biology nzima tu. So hatuwezi kuanzia from B5 mpaka B4, no, ni kuanzia kwenye B peke yake. Kama ni B ngapi, ni B5 to B ngapi, to B21. Maana tunasema kama ni sawa hapa sum, tunaweka mabano B5 double dash B21, then tunafunga mabano, then tuna click enter. Tunapata kwamba kisomo biology ilikuwa na total ya max ngapi? 494. Then hii hapa tunaivuta kwa masomo mengine yote, the rest subject, tunamaliza mpaka mwisho wa siku. Hapo tunapata. Lakini pia kuna wastani kisomo, max ndogo, kisomo max ndogo maana yake ni minimum, max kubwa maana yake ni maximum. Tuone katika biology ni mwanafunzi gani anapata max ndogo na mwanafunzi gani anapata max kubwa. Kwa tuweka alama sawa, tunaandika alama mean kama minimum, tunaweka alama fungua semi, tunaandika from B5, from B5 tunaweka alama double dash mpaka B21, then tunafunga mabano, tutabonyeza okay. Tunapata alipata max ndogo ni alipata max 23, then tunavuta kwa wanafunzi wengine wote, tunapata alipata max ndogo na max ndogo kwenye chemistry ni 34, physics ni 9, English ni 49 na Kiswahili ni max 5. Tumalizie kwenye alipata max kubwa, tunaandika ni max, tuanza alama sawa, tunaandika sawa, alafu max, tunafungua mabano, tuandika from that B5 to ngapi, to B21, maana yake tunafunga hapa mabano yetu, tutabonyeza okay. Baada hapo tuna scroll, tunavuta na kuangalia na aliyepata max kubwa. Aliyepata max kubwa hapa ni 98, 90, 99, 98, 98. So this is a short clip about how to create kutengeneza Excel sheet na kutengeneza matokeo ya wanafunzi. So kwa wewe pia ambao hujaweza kufanya practice au ni mara ya kwanza, unaweza ukaendelea kuirudia na kujifunza vitu vichache ambavyo vimekuwa msaada kwa ajili yako. Kwa hiyo nashukuru kwa ajili ya kufuatilia somo yangu, na uendelee kufuatilia masomo mengine na mengine. Kikubwa unaweza kuacha comment hapo, na ni kitu gani ambacho kinakusumbua kwenye Excel ambacho hujakielewa, ili tuweze kuendelea kuelimishana. Nikutakie siku njema na nikutakie shughuli njema katika kupambana kwako na kuweza
lijenga taifa. Naamini kwa kufuatilia hivyo na kufuatilia hivi vitu ambavyo nimekuelekeza, utaweza kujua na utaweza kuimaster Excel vizuri. Nikutakie siku njema na kwaheri, na tuonane kwa masomo mengine yajayo, na Mungu akubariki sana.